Karibuni sana wapenzi wasikilizaji na watazamaji popote ambapo mpo. Tunawakaribisha katika jina la Yesu Kristo. Popote ambapo unasikiza kipindi hiki, natumai ya kwamba Bwana amewalinda na Bwana amewabariki. Tunawaletea neno la Mungu kutoka katika hapa Milele FM, na wale ambao wanatazama kupitia Facebook, YouTube na popote pale ambapo mpo, good morning, good afternoon, good evening, depending on where you are. We are bringing to you the word of God live this very moment. And today's word linaenda kutoka katika kitabu cha Luka, Injili, Luka sura yake ni ya 8. Luka sura ya 8. Biblia inasema hivi: na mwanamke mmoja ambaye ametokwa na damu muda wa miaka 12, aliyekuwa amegharamiwa mali zake zote kwa kuwapa waganga asipate kuponywa na mtu yeyote, alikwenda nyuma yake akauguza upindo wa vazi lake, na mara hiyo kutoka damu kwake kulikoma. Yesu akasema, ni nani aliyeniguza? Basi watu wote walipokana, Petro alimwambia, Bwana mkubwa, makutano haya wanakuzunguka na kukusonga. Yesu akasema, mtu aliniguza, maana naona ya kuwa nguvu zimenitoka. Yule mwanamke alipoona ya kwamba hawezi kusitirika ama kujificha, akaja akitetemeka, akaanguka mbele yake, akamweleza mbele ya watu wote sababu yake ya kumguza na jinsi alivyoponywa mara. Akamwambia, binti, imani yako imekuponya, enenda zako na imani. Mpenzi msikilizaji, leo nataka kuzungumza na sisi neno la Mungu ambalo nimenipa mada kumguza mfalme, ama touching the master, ama kumguza mfalme. Popote ulipo, utakubaliana na mimi ya kwamba kuna hali ambazo mara mingi zimefanya watu siku zote wanatamani sana kuguzwa na Yesu Kristo. Mara kwa mara watu wanatamani Yesu Kristo aweze kuwaguza. Wanafanya vyovyote vile ili angalau wajulikane ama wasikike, ama Yesu angalau awaone ili aweze kuwaguza. Mpenzi msikilizaji, nataka ujue kitu kimoja, ya kwamba wakati unangojea Yesu akuguze, wakati watu wanangojea Yesu awaguze ili wapate muujiza wao, kuna wengine ambao Mungu amewapa ufunuo kuhusu jambo la kufanya. Not everybody is waiting for Jesus to touch them. Now, if Jesus is taking too long to touch you, you can work out to touch Jesus. Hallelujah. Amen. Unapata ya kwamba kulikuwa na hali ambayo ilikuwa inaendelea, ambayo nataka uone siku hii ya leo. Maandiko yanasema kwamba kulikuwa na mtu ambaye mwanamke alikuwa na miaka 12 akitokwa na damu. Hali yake ilikuwa ni ya kutokwa na damu. Sasa unapata kwamba everybody has got an issue. Watu wana hali. Na huyu mama alikuwa amepoteza pesa mingi muda mrefu sana akijaribu kupona, lakini ilikuwa bado hajapona. Hallelujah. Kwa hivyo unapata ya kwamba kuna watu ambao wana hali tofauti. Some have issues with money. Kuna watu wako na hali ya kihusiano. Kuna watu wako na hali ya kuna wengine wako na hali ya kimasomo. Kuna wengine wako na hali ya kikaria ama kiuchumi. Kuna wengine wako na hali katika hizo nguo ambazo watu wamevaa. Kuna watu wanapitia mambo tofauti. Behind the issues you see, behind the cars people are driving, behind people you see around walking, people are going through issues. Some people are flying with their issues. Some people are driving with their issues. Some people are walking with their issues. Watu wanapitia hali tofauti. Na ndiposa mpenzi, siku hii ya leo nimekuletea neno la Mungu. Sijui unapitia hali gani, lakini ningependa ujue kwamba katika hiyo hali yako ambapo umengoja Yesu sana akuguze, kama Yesu amechelewa, bila shaka wewe utamguza, na unapomguza leo mambo yataweza kubadilika. Kwa hivyo nataka uweze kuelewa hivi. Kuna vitu ambavyo hufanyika. Kuna vitu ambavyo vilikuwa vinafanyika wakati huo, na leo hii yafaa ujue hali ufanya nini. There are 3 things that issues will cause. Yani kuna vitu vitatu ambavyo hali unapoongea kuhusu hali, naongea kuhusu kitu ambacho ni hakipendezi. Kuna mtu leo hii anatutazama, anatusikiza kwenye redio, lakini hali yake imekuwa hali ya majonzi. Mwingine ndoa yake imekuwa katika hali ya kilio.
mwingine biashara yake imekuwa katika hali ya masononeko na haujui utafanya jambo gani. Kwa chochote ambacho unapitia leo, wacha nikwambie mwana wa Mungu, kuna kitu ambacho Bwana anacho kwa ajili yako. Haleluya. Kwa hivyo sikia mwana wa Mungu, kuna vitu vitatu ambavyo hali inaweza ikakuingiza ndani. Number one, it will give you a name your mother never gave to you. Ya kwamba hali mbaya, hali mbovu huwa inakupa jina ambalo mamako mzazi hakukupa. Ni kwa sababu unapata majina mengi, japokuwa wazazi ama baba huwa wanasuggest majina mara kwa mara, ni mama anapeana majina. Kwa hivyo unapata kwamba hali inaweza ikasababisha jina lako ambalo ulipewa na mama yako likawa limesahulika, na unapata kwamba unaanza kuwa referred na situation yako. Huyu mwanamke natumai ya kwamba alikuwa na jina, she had a name, but because of the issue that she was going through, the Bible says that they never referred her with her name. They said mwanamke mmoja aliyekuwa na issue aliyekuwa na hali ya damu. So you realize many people are referring you today not with your name, but they are referring you with exactly the condition you are going through. You see the 4 men who had leprosy. Wanasema the 4 men of leprosy, not their name. Their names are hidden. Unapata katika Biblia inaongea kuhusu yule mwanamke mjane aliyekuwa na mafuta kidogo na unga kidogo. Yeye pia jina lake linanyamazishwa kwa sababu ya hali yake ya umaskini na ujane. Wanasema mwanamke mmoja aliyekuwa na mafuta kidogo. Unapata kuna mwanamke ambaye alitaka kuchukuliwa watoto wake waende mateka. Vile vile yeye pia jina lake linanyamazishwa. So every time you go through an issue, you realize ya kwamba watu wanasahau jina lako, wanaanza kukuidentify na situation yako. Hallelujah. Kuna mwanamke, kuna jamaa mwingine ambaye pia alikuwa anapitia mambo tofauti akijaribu kuita Yesu Kristo, lakini bado jina lake pia linafunikwa. Kwa hivyo unapata kwamba kuna uwezekano leo hii watu wanakutambua kwa lile jina ambalo kwa yale mambo ambayo unapitia, and not on the name given to you, but the name is turning around and changing forever in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Kwa hivyo yafaa ujue kitu kimoja, ya kwamba kwa jina ambalo ulipewa na mamako na ambalo lilikuwa ni jina la baraka litarejeshwa leo, ni kwa sababu kuna kitu ambacho kitafanyika katika maisha yako. Jambo la pili ambalo hali hufanya, number 2, what situation or what an issue does, that it takes away your resources. Hali mtu akiwa nayo huwa inamaliza pesa zote. Ukiona mtu wamemwacha kando mpaka mwingine anabebwa anaangaliwa na kila mtu, inamaanisha kwamba amejaribu mbinu zote kujisaidia, imekuwa ngumu. Hali huwa inamaliza pesa, inamaliza rasilimali, inamaliza uwekezaji, inamaliza mpaka income. Everything was destroyed until you will feel robbed and conned. Huyu mwanamke Biblia inasema kwamba alimaliza vitu vyote kwa mikono ya madaktari, lakini hakupona. Sometimes you feel like you have been robbed and conned because everybody is trying to look for help from you in the name of they are able to help you, but no one is giving you a solution. I'm talking to somebody today that you have lost everything. Umepoteza mpaka family member. There are people who have lost family members. Wamekukataa, wametoroka, wameenda mbali na wewe kwa sababu ya hali yako ambayo unapitia. You're not the first one. This lady wasted everything in the hands of professional. Kuna watu ambao wamejitokeza leo hii, wanakon watu, wanawaambia njoo nitakuonyesha jinsi ya kutengeneza pesa, nitakusaidia jinsi unaweza kuwa tajiri, leta pesa nitakuandika kazi, leta pesa nitakomboka jambo hili. Kwa hivyo umetoa pesa mingi, umetoa mali mingi, umeharibu kila kitu. Mpaka leo hii wale ambao walikuwa wanatoa pesa zako wanakuchekelea kwa sababu ya hali ambayo unapitia. This is what an issue can do. Number 3, an issue will drain your strength. Hali huwa inamaliza nguvu zako. Utakubaliana na mimi ya kwamba ukitokwa na damu kwa muda wa miaka 12, there's a possibility you can't have enough strength to move around. Huwezi ukakuwa na nguvu ya kutembea tena. Huyu mama nguvu zilikuwa zimeisha. Child of God, when you have an issue, you get worn out and tired because you have gone through so much. You lose your life. Some people lose their churches. Kuna watu hata wachungaji, watumishi wa Mungu ambao wamepoteza makanisa kwa sababu ya hali ambazo wamepitia. Kuna wengine wamepoteza familia, kuna wengine hata wamejipoteza wengine. Unapata watu hata asubuhi, mchana, jioni unakutana na watu barabarani, wanaongea kivyao, wanaongea peke yao, wakihesabu vidole. Ni kwa sababu there's an issue that came about and it destroyed all their strength.
and they would lost everything. But listen to me, child of God, today. Biblia sema kwamba weeping may endure for a night, but joy comes in the morning. There's a renewal of strength. Today that the Lord shall renew your strength. You shall soar up with wings and fly up as an eagle. You are about to receive a new strength today in the mighty name of Jesus Christ. Listen, child of God. You have been waiting for Jesus to come and touch you. Don't wait for him anymore. Hallelujah. We are going for where he is. If at all my praises will touch the Lord, I better go ahead and praise the Lord. If my positive confession will touch the Lord, I will go ahead and touch the Lord. If my offering will touch the Lord, I will go ahead and do it. Today I want you to know, it's by you touching the Lord that you change the system. System imezoea, lazima niguzwe. Today I want you to do one thing. You touch the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. As many, the Bible says in Matthew 14 verse 36, as many as touched him, he healed them all. Wote waliomguza aliwaponya wote. There's nothing, hakuna hali yote ambayo Bwana Yesu hawezi akafanya. Hali yako si kubwa kuliko uguzo wa Yesu Kristo. Hallelujah. Kwa hivyo acha kungojea Yesu akuja kuguze. Inabidi leo uguze Yesu wewe mwenyewe. Kwa hivyo kuna aina ya watu wanne ambao walimguza Yesu siku hiyo. Mtu wa kwanza, they touched Jesus to tell other people about it. Kuna watu ambao waliguza Yesu ni kwa sababu walikuwa wanataka waambie Yesu kwa watu wa kwamba mimi nimewahi guza huyo mtu mnazungumza juu yake. Leo hii kuna watu ambao wamesalimia watu mashuhuri, watu wakubwa wakubwa, but their lives have never changed. Kuna watu ambao wameisalimia mpaka Obama, wengine wameisalimia mpaka marais wa nchi. Ukimuuliza atakwambia siku Obama alikuja hapa mimi nilishike mkono wake. Lakini your life has never changed. So there are people who only touch Jesus because they want to have that sense of importance ya kwamba mimi pia nimewahi guza Yesu. Ni kama kushika watu kukula lunch kwa hoteli kubwa na watu imefika mpaka kuna watu wanafanya Photoshop, wana design picha zao wakiwa wanakula pamoja na watu wakubwa kubwa wanashika mikono nao. That one can never change you. So there are people who touch Jesus Christ so that they can tell others, that man you're talking about, I know him. I've ever touched him. But you know what? It never changed these guys. Number two, some touched to feel the material of his clothing. Kuna wengine waliguza Yesu ili wajue huyu Yesu ana feel namna gani. Kuna wengine wanaenda kanisani leo hii si kwa sababu wanataka kubarikiwa ama kupata kitu. They just want to have a place of belonging, to be part of the trending, of the system that is trending. Nataka ikisemekana kwamba mahali pale pako juu uhesabiwe kuwa mmoja wao. Ya kwamba kitu fulani kiko juu uhesabiwe pale. But in real, that one cannot touch the Lord Jesus Christ. There are people today who are trying to associate themselves so that they can tell people, hey, the person you are talking about, I know him. So that they can scandalize, criticize, analyze, and gossip about you. They want to know the quality of dress you dress. Wanakuaddress vile nguo umevaa. Wanataka kujua huyu mtu namuona sio usimuone vile anasema hivyo. Huyu mtu anakaa hivi namjua kwao ni maskini, kwao hakuna kitu, kwao hawajaendelea, kwao hawajasoma. Kwa hivyo kuna watu ambao wanasonga karibu na wewe kwa sababu wanataka tu kujiassociate na wewe na kuambia watu unaendelea namna gani, alafu wanaendelea kuongea mambo mabaya kule nje. Usijali nao, maana kuna mtu ambaye Yesu Kristo anaangalia ambaye ni tofauti sana. Number 3, jambo la tatu ni by accident. Kuna watu ambao wanaguza tu mtu kwa sababu ya kiajali. Ni kwa mfano ukipita kwa street mtu anakugonga, anajigonga kwako. Utapata kwamba huwezi kujua ni watu wangapi wamejigonga kwako. Huyu anakugonga si kwamba alikusudia. Ni kwa sababu kiajali alishtukia tu amekuguza. And that's why Peter akaambia Yesu, mwalimu, kuna watu wengi sana wamejaa hapa. Ndiposa wanakugonga pasipo wewe kujua. Yesu akasema hapana, kuna mtu ameniguza. Hapana, watu ni wengi. Listen to each child of God. It doesn't matter how many people are touching Jesus Christ. There's only one person who has a right motive that your touch will touch the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Kwa hivyo unapata watu walimguza kimaajali. Your touch is not going to be an accident in the mighty name of Jesus Christ. Kwa hivyo leo hii nataka nikwambie mtu wa nne ambaye aliguza Yesu. These are purposeful touch. Kuguza kwa kusudi. Hey, unapata kwamba huyu mwanamke hakutaka mtu amjue. Hakuelewa, hakutaka nini ilikuwa inaendelea. But this lady did one thing. She broke the protocol.
Na hapa ndipo watu wanataka waelewe hivi. Kuna watu wengi leo hii wamekosa kupokea muujiza wao kwa sababu wamefungwa na protocol, wamefungwa na zile hali zao za dini, wamefungwa na system zao, wamefungwa na tamaduni zao, wamefungwa pamoja na ile mielekeo yao. Huyu mwanamke, kulingana na maandiko, kitabu cha Walawi kinasema mwanamke yote ambaye anatokwa na damu hastahili kusonga karibu na watu na hastahili kuguza hata kuhani. Huyu mwanamke akijua hali yake iko hivyo, alivunja protocol, alivunja tamaduni na sheria zote, akakuwa na uguzo wa kusudi. Akasema mimi sihitaji mtu kunijua, mimi kile ninachohitaji nahitaji tu kuguza Yesu Kristo. Na Biblia inasema akaenda kwa nyuma. Baada ya kwenda kwa nyuma, akaguza pinde la vazi ya Yesu Kristo. Hakuna mtu aliyemuona, lakini Yesu Kristo alimuona. Kuna watu wanafanya vitu ili wajulikane, waonekane na watu. Kuna watu wanafanya vitu ili watu wawaone. But there's somebody I'm talking to today. You have been doing things but no one is acknowledging or appreciating what is happening. I want to let you know that Jesus Christ, Son of the living God, He understands, He sees whatever is happening in the mighty name of Jesus Christ. Kwa hivyo uguzo ambao unakusudi, una lugha ambapo unazungumza. Huyu mwanamke alimguza pinde la vazi la Yesu Kristo pasipo kuambia watu, pasipo kuzungumza na mtu. Hakuomba permission, hakuitisha mtu ampatie nafasi. Alipenya mwenyewe, akatafuta nafasi, akaguza pinde la vazi la Yesu Kristo. Na alipoguza vazi la Yesu Kristo, maandiko yanasema ya kwamba damu yake mara hiyo ikasimama. Akajua kwamba kwa kweli mimi nimepona. Kuna mtu asubuhi ya leo ambaye anatusikiza, sijui unapitia mambo gani ama uko hali gani. Utagundua leo hii utakapomguza Yesu, utakaa mahali pale ambapo umezoea, lakini utaamka mahali pale ukiwa mtu tofauti. Kuna mtu leo, Yusufu alilala siku moja akiwa kama mfungwa, kesho yake akaamuka mfungwa, akaenda kwa kazi zake za kawaida kama mfungwa. Ilipofika masaa ya jioni, huyu jamaa Yusufu akalala kwa nyumba kama mfalme. Kuna mtu leo umeamuka kwa nyumba kako kadogo, huelewi unaelekea wapi, lakini namuona Yesu Kristo ambaye umemguza kwa sababu ya imani yako, umemguza kwa kumfata. Na leo hii utashuhudia ukisema ya kwamba hakika nimeguzwa na Yesu Kristo na Yesu amebadilisha mambo yangu. Hakuna mtu aliyeguza Yesu Kristo maisha yake akabaki hivyo. Mtu yeyote aliyeguza Yesu bila shaka ameandikisha historia. Mtu yeyote ambaye alimguza Yesu Kristo hali yake ilibadilika. Na nena na mtu jioni ya leo, asubuhi ya leo, ya kwamba utakapomguza Yesu bila shaka hali ile umepitia, haijalishi ni ya miaka mingapi, inasimama leo katika jina la Yesu. Na waona watu ambao wanapitia maisha kama hayo. Kuna binti mmoja ambaye sitamtaja jina leo, alikuwa akipitia hali kama hii akiwa ametokwa na damu kwa muda, na tukaomba pamoja naye kwa simu. Baada ya dakika kidogo, haikumaliza saa moja, akaniambia, Pastor, damu imekauka. Ni kwa sababu tunaabudu Mungu ambaye ni mtenda miujiza, ambaye jina lake ni haki hulikimbilia na wanakuwa salama. Yeye hakuna mtu ameenda kwa Yesu Kristo akawa disappointed. Najua namtia mtu moyo leo ambaye yuko hospitalini. Madaktari wamekupima wakarudia, vipimo wakarudia, vipimo vikarudia, vikasema taarifa ile ile. Mchana wa leo, siku hii na wakati wa sasa, nageuza hivyo vipimo sasa katika jina la Yesu Kristo. I turn around all the reports of the doctor. I turn around all the reports right now in the name of Jesus Christ, that every negativity is turning into positivity starting this moment in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, I decree a new beginning into your life from wherever you are, in the mighty name of the Lord, in the mighty name of the Lord, katika jina la Yesu. Utamguza namna gani Yesu Kristo? Watu wananiuliza, Pastor, mimi nitamguza namna gani Yesu Kristo? Nitamguzaje Yesu Kristo? Jambo la kwanza ambalo unaweza kufanya ili umguze Yesu Kristo, jambo la kwanza, kumpokea Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yako, mwana wa Mungu. Until you become a child of God, you have no right to enjoy the privilege of sons of God. Mpaka ufanyike mwana wa Mungu, hauna haki na ustahili kuenjoy uzuri na wema wa Mungu mwenyewe. Unapompokea Yesu Kristo kwa mfalme wa maisha yako, bila shaka unapatiwa license, unapatiwa the privilege, the honor, the authenticity, the legality
hey, ya kuweza kupokea vyote ambavyo Yesu Kristo ako pamoja navyo. Huyu mwanamke alijua mimi ni mtoto wa Mungu, na no matter what, hata kama watu wananizuia, mimi najua mimi ni mtoto wa Yesu Kristo, na lazima nimguze Yesu Kristo. You must become a child of God. You receive Jesus Christ to be a personal savior, not to make anyone happy, but to have access to everything that the Father has. Hallelujah. Matthew 6:33. Biblia inasema ya kwamba utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na hayo mengine yote mtazidishiwa. Haleluya. Jambo la pili ambalo naweza fanya ukaweza kuguza, jinsi ya pili ya kuguza Yesu Kristo ni kuguza ufalme wa Mungu. Touching the kingdom of God. Hallelujah. How do you touch the kingdom of God? Like right now, watu wanateseka, wengine wanahangaika, wengine wamekuwa na shida, wengine ni maskini, wengine wanalia jangwani, wengine wako barabarani. Mpenzi msikilizaji na mtazamaji unayenipata siku hii ya leo, usipite tu kwa mtu. Kuna mtu leo hii ukimpa angalau kikombe cha chai, haujui chakula hicho kitamsukuma mpaka lini. Unapoguza vile vitu ambavyo Mungu anaviguza, unapata kwamba unamguza Yesu Kristo. Yesu Kristo akasema ya kwamba itafika siku hiyo ambapo utaniambia, Bwana, ulikuwa wapi mimi nilipokuwa mimi nilipokuwa nakulisha? Maana utasema, Yesu atakwambia kwamba nilipokuwa na njaa ulinipa chakula, nilipokuwa mgonjwa ulinitembelea, nilipokuwa sina mahali pa kulala ulinipa. Utajiuliza, ni wapi hapo Bwana ambapo ulikuwa mimi nikakupa hizo vitu? Naye Yesu akasema, mimi nitakujibu uliposaidia yule mdogo kwa niaba yangu, hapo ndipo uliponisaidia na mimi. Uliposaidia yule mdogo aliyekuwa analia, ndipo uliponiguza mimi. Sikiza nikwambie, mwana wa Mungu naye nisikiza leo, kwa kumsaidia mtu leo hii utakuwa umemsaidia Yesu Kristo. Kuna mtoto wangu mmoja wa kiroho ambaye aliniambia juzi, akitoka supermarket akapata mama mmoja amekaa pale karibu na mahali pa kuombaomba pamoja na mtoto wake. Huyu mama akaangalia na alikuwa analia, hana chakula, hata hajalipa nyumba, ni kama analia machozi. Huyu dada yangu akamuonyesha upendo wa Mungu. Binti akamwonyesha upendo wa Mungu na akambaia kitu cha kukula. Unapata kwamba baada ya muda kidogo alipoanza kumhubiria wokovu, huyu dada alikubali wokovu. Ni kwa sababu aliona Mungu ndani ya huyo mtu. Kuna mtu leo hii anataka aone Mungu kupitia ndani mwako. Je, leo hii jinsi ambavyo umekaa, kuna mtu jioni ya leo ataenda kuomba akiambia Mungu, asante kwa sababu ya ndugu Joseph, asante kwa sababu ya dada Jane, asante kwa sababu ya ndugu Grace, just because you have been a blessing to their lives. What is going to cause people to pray for you today or to give thanks to the Lord? Make somebody thank God for you because you have touched Jesus Christ by touching somebody else. Wakati huu ambapo watu wanatoroka, wanasema kila mtu ni kama akona corona. Kwanza unapata watu wakaenda mashambani, ukienda mahali pale wanatoroka, watu kutoka Nairobi wakona corona. Listen to me, child of God, you need to embrace the child of another child of God. Show them the love of Jesus Christ. Show them the love of God. Embrace them. Expand the kingdom of God. Preach the gospel of love. Hallelujah. Kuna mtu anakufa kwa sababu ya dhambi na ni jirani yako, na wewe umeokoka, unaongea kwa lugha, unaenjoy uzuri wa Bwana Yesu na uzungumzi pamoja naye. Nimekuja kukutia changamoto siku hii ya leo, mpenzi msikilizaji. Share the good news, the love of Christ. Give to the Lord. Hallelujah. Give to the children of God. Biblia inasema kitabu cha Luka 6:36 inasema kwamba wapatieni watu vitu, nanyi mtapatiwa kipimo kile kile ambacho kimepewa, kikasindiliwa na kusukwa. Everybody is an answer to somebody. Kuna watu ambao labda si pesa wanatafuta, wengine wanahitaji tu upendo. Wapende hao watu. Kuna watu wengine ni hali ya kifamilia imewasumbua, wapende hao watu. There are people going through issues. Kindly stand with them and the Lord will bless you. Number 3, jambo lingine, jinsi ya kuguza mtu. Jambo la 3 is by touching kingdom service. Kama wakati huu kuna watu ambao wananisikiza, na tangu wafunge wakati watu kwenda kanisani, hajaenda kanisa, hajapigia pasta wake, hajajua kanisa linaendelea namna gani, hajajua watu wake wanafanya nini, hajui pasta wake anaishi namna gani. Alafu baadaye kanisa ikifunguliwa, unatarajia uone mchungaji vile anaendelea, aweze kukuhudumia. Listen, child of God, Biblia inasema kitabu cha Mathayo sura ya 10 kuanzia mstari wa 40 mpaka 42 pale. Biblia inasema kwamba unapopatia hawa wadogo angalau kikombe cha maji, utapata baraka za nabii. Jinsi unavyofanya ni kwa sababu it's by doing that you are touching God.
you are touching God. Whenever you touch God. Kuna mwanamke mmoja ambaye kuna jamaa mmoja, mfalme mmoja anaitwa Suleimani kwa Biblia. Unaposoma Wafalme wa Kwanza 3 kuanzia mstari wa 3, alitoa sadaka zaidi ya 1000. Alichinja karibu wanyama 1000, mpaka Mungu akatazama huyu jamaa anafanya namna gani. Na unajua kwa kila mnyama ambaye alikuwa anachinjwa, walikuwa wanachukua wanamteketeza kama dhabihu ya kuteketeza. Lakini huyu jamaa alipoanza kutoa dhabihu, akaanza kuchinja wanyama mfululizo, wakafika 1000. Mungu akaona hata wale makuhani wangeweza kuteketeza hiyo nyama. Mungu mwenyewe akaamua kuzuru nyumba lile, akajaa na utukufu wake. Moshi wa utukufu ukajaa mpaka wakashindwa kutoa sadaka, wakashindwa tafanya namna gani. Na hapo sikia maana Mungu nikwambie, hapo Mungu akambariki Suleimani. Leo hii kuna mtu anahitaji kufanya mambo ambayo ni ya Mungu peke yake. Jambo lingine ambalo nataka ujue siku ya leo ni embrace the power of the Holy Spirit. Sikia nikwambie, anybody denying the Holy Spirit is an antichrist. You cannot confess to be a believer, yet you don't agree and you don't love the power of the Holy Spirit. Only the power of the Holy Spirit reveals the will, the mind, and the power of God into your life. Listen, child of God, hizo baraka ambazo naongea juu yake leo hii zinaweza kukukujia tu kupitia kwa uwepo wa Roho Mtakatifu, kupitia kwa Roho Mtakatifu. The Holy Spirit loves you from wherever you are. He loves you. You don't need to do anything else. You don't need to pay anything else. Just to embrace him and to feel his presence. Hallelujah. Pale ambapo upo mwana wa Mungu. Juma hili kumbuka, katika mtandao tutakuwa tunaongea kuhusu mambo ya Roho Mtakatifu. Tutakuwa tunaongea itakuwa kila siku jioni tutakuwa tunaongea mambo ya Roho Mtakatifu. Sikia mwana wa Mungu mpenzi, leo hii Bwana Yesu anakupenda na anataka kupitia kwa Roho Mtakatifu ndiye anakuita leo. Anataka uweze kumguza ili ya kwamba hali yako iweze kunyamaza. Hali yako ambayo umepitia miaka mingi inamchukua Mungu, inamchukua Yesu Kristo sekunde moja kuitatua na iweze kuwa hai katika jina la Yesu. Naona mtu ambaye anatusikiza na kusikiza siku ya leo na kututazama, ambaye hali yake imekuwa ya machungu, hali yake imekuwa nzito, anapitia maisha magumu, anapitia kilio, madeni yamemsonga, watu wamemtoroka, marafiki wamemtoroka, wengine bwana zao wamewatoroka, wake zao wamewatoroka, watoto wamekuacha, haujui unakaa namna gani, utakula nini, utaishi wapi. Landlord ndio huyu amekutumia barua, umeme tayari umeshakatwa, maji yamekatwa pia, umebaki peke yako, hauna unga hata wa chakula. Siku ya leo unasikia sauti hii, unasema Bwana Yesu Kristo, ningependa utume msaada kwa ajili yangu. Sikia mwana Mungu nikwambie, sikio la Bwana si zito, wala mkono wake haujapungua usiweze kukuguza. Leo hii Yesu yuko tayari kukuguza na kubadilisha maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Natangaza kibali cha Mungu juu ya maisha yako, natangaza baraka za Mungu juu ya maisha yako, natangaza kuinuliwa kwa Mungu juu ya maisha yako, natangaza uzima juu ya maisha yako. Popote ambapo unasikiza, kila stagnation ambayo umegwama, kila kugwama umegwama kwa muda mrefu, miaka hiyo yote umepitia hali yako, natangaza moto wa Roho Mtakatifu, natangaza kuinuliwa na Bwana katika jina la Yesu Kristo. La bareke poria santoria kasante prodiri mazalamaka la maradiri sontore de mazaka paradiri mazokorobo. Tunakuombea popote ulipo kwa hiyo hali yako katika jina la Yesu. Kila magonjwa tunayaamuru yayeyuke, kila laana tunaziamuru zivunjike, kila mapigo tunaamuru ikaondolewe, kila goti lipigwe likiri ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana. Ewe ulio mzima, inuka kwa magonjwa yako leo. Wewe ambao koo lako limegwama na kutangazia uponyaji katika jina la Yesu Kristo. Wewe ambao umetekwa nyara na adui na kuweka uhuru leo katika jina la Yesu Kristo. Wewe ambao huelewi njia kutoka kwa shida yako katika jina la Yesu, natangaza uzima ulio ndani ya Kristo ndani mwako katika jina la Yesu Kristo. Neno la Mungu linasema hivi, iwapo Roho wa Mungu aliyemfufua Yesu Kristo kutoka kwa wafu anakaa ndani mwako, huyo Roho atakupa nguvu, atahuisha nafsi yako, atahuisha mwili wako, atakupa uzima na uponyaji. Wewe ambao hali yako ilikuwa haikaliki, ushuhuda, natangaza ushuhuda kinywani mwako leo, natangaza wimbo mpya leo, na kutangazia maono mapya leo, baraka mpya leo katika jina la Yesu Kristo. Nataka tuweze kuomba pamoja nawe popote ambapo upo.
na Bwana ataweza kubariki. Hujampokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, guza Yesu Kristo leo. Sijatangaza dini, sijatangaza dhehebu, sijatangaza nikasema utufuate mimi. Nataka kutangazia wokovu wa Yesu Kristo. Sema, Bwana Yesu Mwokozi, natubu dhambi zangu, uniokoe leo. Ufute jina langu kwa kitabu cha mauti, andika kwa kitabu cha uzima. Leo hii mimi nimekubali Yesu Kristo ni Bwana, nimeokoka na mfuata Yesu kwa jina la Yesu, amen. Kwa hivyo kama umeokoka, hongera sana. Tunashangilia Yesu Kristo kwa sababu yako. Umepokea wokovu. Tutumie ushuhuda, tuma ujumbe hata kupitia kwa Media Max hapa Milele FM, tupate ujumbe wako, tuma ushuhuda. Nataka tujue kwamba Yesu Kristo amekuokoa na tuweze kuwa pamoja nawe. Nataka kuomba juu ya taifa la Kenya, juu ya Media Max na juu ya maisha yako, ili Bwana akutende mema. Baba, kwa jina la Yesu, tazama kuna wasikilizaji na watazamaji popote ambapo wapo. Wengine ni wagonjwa, wanapitia mambo mbalimbali. Wengine wagonjwa, Bwana majeshi, wengine wameteseka na kulemazwa na mapepo na majini na uchawi. Tunavunja lahana, tunavunja ngome zote, tunavunja kila kazi ya shetani katika jina la Yesu. Natangaza uzima, natangaza amani, natangaza uponyaji, natangaza ukuu wa Yesu katika jina la Yesu Kristo. Baba, jitukuze ndani ya mpendwa huyu, jitukuze ndani ya maisha yake, jitukuze kwa kila jambo ambalo anafanya. Asante Yesu Kristo kwa sababu ya ushuhuda ambao unakuja. Asante kwa miujiza yako ambao unatenda ndani ya maisha yao. Pokea sifa Mfalme, kwa kuwa hakuna Mungu mwingine kama wewe. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Wow. Mpenzi msikilizaji, huyu ni rafiki yako na pastor wako Boniface Makanda. Nakuja kwako kutoka Milele FM hapa pamoja na Facebook, na tunaomba kwamba Mungu akubariki. Kumbuka hii ndio media yako ambayo umechagua, ambao utaendelea kugrow kiroho na ukiinuliwa. Kwa hivyo Mungu awabariki sana. Mungu ambariki Media Max nzima, na baraka za Mungu ziwe pamoja nanyi milele na milele. Na wapenda kwa jina la Yesu. Amen. Hallelujah.